Wa ndugu zangu, katika dunia tunayoishi, haya yote tunayoyashuhudia yanayotokea kwa watu hayaji bure, yana sababu. Na nataka nikwambie siku ya leo kwamba ndugu yangu, watu wengi wanashindwa katika maisha yao sio kwa sababu hawajui njia za mafanikio, lakini ni kwa sababu hawana mwelekeo. Waweza kuona njia nyingi, utakuwa na marafiki, waweza kuwa na watu ambao watakuonyesha njia nyingi za mafanikio, lakini ndugu yangu, njia zote hizo zitakuwa sio shida kwako wewe, kwa sababu waweza kuzienda na waweza kufika mahali fulani, lakini kama huna mwelekeo, hakuna mahali popote pale utakapofika. Na unapohitaji kuwa na mwelekeo, ndugu yangu, ni lazima uwe na maamuzi. Usipokuwa mtu ambao una maamuzi ya kwako peke yako, ukiwa unaamuliwa na watu wengine, ujue kwamba ndugu yangu, utakuwa na shida katika maisha yako. Tunayashuhudia kila siku katika dunia tunayoishi. Kuna watu wanaishi kwa wanaamuliwa na watu wengine, na yale maamuzi wanayotolewa hawana uwezo kuyakataa. Lakini ujue kwamba ndugu yangu, kile unachokikubali wewe leo wala katika maisha yako, hicho ndicho wewe unachokistahili. Lakini ujue kwamba ndugu yangu, siku hilo utakaposema hapana, ndio siku utajua mwelekeo wako uko wapi, na hayo maamuzi yatakusaidia. Ndiyo, yaweza kuwa mabaya, lakini lazima ujisimamie. Kujua njia sio shida, lakini kuwa na maamuzi na kujua mwelekeo wako wa maisha ndio shida kubwa watu wengi wanayo katika maisha yao. Na muda ndio huu ndugu yangu. Jijue wewe ni nani na uweze kutengeneza mwelekeo wa maisha yako. Na maamuzi utakayoyachukua leo yanaweza yakatengeneza kesho yako, yawe mabaya wala mazuri. Kwa sababu umeyachukua wewe peke yako, utakuwa na mwelekeo wa maisha yako. Hakuna mtu yoyote yule atakaye kukuongoza wewe. Ndiyo, watu wanaweza kukuamulia kwa sababu labda wana uwezo, ni wakubwa, wala wana maamuzi mengine zaidi ya kwako wewe, lakini yapokee hayo na uwezo kuyachunguza. Ndio maana nimekuambia ndugu yangu, kile unachokikubali wewe ndio hicho unachokistahili. Kuna vitu vingine unaweza kuambiwa na ukavikataa na ukachukua njia yako na ukaelekea. Kujua njia sio shida, lakini shida ni kuwa na mwelekeo, na kila mwelekeo wa mtu unahitaji maamuzi. Na hayo maamuzi ni wewe peke yako waweza kuyachukua. Iwe katika maisha ya kawaida, katika biashara, katika mahusiano, na katika hali zote zile za binadamu wanazoishi ndani. Na ujue kwamba ndugu yangu, wewe ni wewe na mwingine ni mwingine. Hamfanani, na hata kama mnafanana, lakini mna tofauti ya tabia zenu. Na huo ni utofauti ambao unakufanya wewe uweze kujua mwelekeo wako wa maisha yako. Na kama utaishi maisha kuwa unaamuliwa na watu wengine, ndiyo utaziona njia nyingi, lakini utakuwa hauna mwelekeo wa maisha yako. Na ukikosa mwelekeo wa maisha yako, hakuna maamuzi yoyote yale unaweza kuyachukua. Kila maamuzi utakayochukua hayatakufikisha pale unakotaka kwenda. Na hapo ndio utaona watu wote ni wachawi. Utaona watu, dunia haikupendi wewe. Utaona watu wanakuchukia wewe. Utaona mazingira unayoishi hayakufai kabisa. Kwa sababu nini? Umekosa mwelekeo. Lakini sio kama njia zipo. Njia zipo, lakini mwelekeo wako ndio mbaya, na mwelekeo unapoukosa unaenda kukosa maamuzi ambayo yatakusaidia. Unapopata mada zetu, gawa na watu wengine na waweze kuweka komenti na kulike mada zetu. Asante sana.